Amerika, ujenzi wa vyoo 25 vyenye matundu 184. Tumeweza kujenga vyoo sehemu za mashule, masoko kwa ajili ya kuweka jiji letu kukaa safi na salama. Kwa hiyo tumejenga vyoo kupitia mradi mkubwa vyenye matundu 184. Na ndio maana sasa hivi Arusha tunajidai tunafunga mtaa watu wanaweza wakala nyama barabarani, kwamba ni kiashiria kwamba tuko safi. Tunatimiza slogan ya kwamba tuhakikishe kwamba tunakuwa wasafi na wewe ni mji wa kitalii. Vile vile ujenzi wa ofisi za kisasa za kanda 3 na ofisi kuu moja, hatua iliyolenga kuongeza huduma karibu katika kuwakaribia wananchi. Tumeweza kujenga ofisi za kanda maeneo ya Muriet, Mushono, Lemala. Hii ni kuashiria kwamba huduma imkaribie mwananchi, sio mwananchi aende kuitafuta huduma. Kwa hiyo mtu anayekaa Mshono hapo sikuja mjini, ataishia Mshono, huko na ofisi na manager na mafundi na wasoma mita, mambo yote yanakuwa solved eneo hilo. Mjini katikati kuna ofisi, wa mjini katikati wanahudumia mjini katikati. Vile vile tumeweza kufanya upanuzi mkubwa wa mtandao wa maji safi katika maeneo mbalimbali katika jiji letu wenye urefu wa kilomita 680 ili kuhakikisha maji yanawafikia wakazi wengi zaidi. Vile vile tumejenga bomba za zimamoto, yani fire hydrant 300 kwa ajili ya kuongeza uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto katika maeneo ya jiji la Arusha. Na tumeenda mbali zaidi. Hizi fire hydrant tumeziingiza kwenye GPS. Zina code. Kwa hiyo tunashirikiana na wenzetu wa fire hydrant. Kwa hiyo tunazipeleka kule. Kwa hiyo ikitokea moto wote ule, yule mwenzetu askari wa fire hydrant akichukua GPS anafika fire hydrant yoyote ile bila kuuliza hii fire hydrant iko sehemu gani. Kwa hiyo zile code GPS inamuelekeza mpaka atafika sehemu ambapo anatakiwa kwenda kuchota maji. Miradi mingine inayoendelea kutekelezwa yenye thamani zaidi ya bilioni 50 ni kama ifuatavyo. Mradi wa maji safi Mlangalini ambao unagharimu bilioni 3.7 umefikia 100% ambao nimesema kwamba utazinduliwa mwezi huu. Tuna mradi wa ondoaji wa maji taka kutoka kiwanda cha A2Z ambao umefikia ni mradi wa bilioni 2.5, sasa hivi uko katika 60% ya utekelezaji. Tuna mradi wa maji safi Embaseni wa bilioni 1.8 mpaka sasa umefikia 55% ya utekelezaji. Tuna mradi wa maji safi Ngwiki wa bilioni 2.9 umefikia 67% ya utekelezaji. Huu mradi unatoa maji Monduli kuelekea kwa Maremu Sokoine kule juu, ndio tunaita Ngwiki. Tuna mradi wa maji safi wa vijiji 8 Ngorongoro kwa majina unaitwa Mageri, umefikia 52% ya utekelezaji, ni mradi wa bilioni 6.1. Tuna mradi wa maji safi wa vijiji 7 Arumeru. Huu ni mradi ambapo tulivyojenga mradi mkubwa maji yalitokea, vyanzo vyetu vya maji tulipata sehemu mbalimbali. Hivi sima 56 ambavyo nimeweza kuvitaja. Hai Kilimanjaro tuliweza kupata visima 18 virefu. Tukaja Mbuguni Valeska tuliweza kupata visima 12 virefu. Tukaja Arumeru tukapata visima 15 virefu. Alafu tukaja na Arusha maeneo ya Ngaramto tukapata visima 11. Ukifanya summary vinakuja visima 56. Lakini tukasema tumetoa maji let's say Kilimanjaro, maji moto Hai. Sehemu ambapo bomba kubwa linapita lazima wakazi ambao wako karibu na hilo bomba wapate huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo serikali imeshaliona hilo, imetenga bilioni 8.6 kwa ajili ya kuhudumia wananchi ambao bomba linapita pembezoni, na utekelezaji wake huko 200%. Tayari serikali imeshatoa milioni 250 kwa ajili ya survey. Muda si mrefu mwaka wa serikali huu mradi utaenda kwa spidi.